tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Mimi naripoti kutokea hapa stesheni Kaburi Moja jijini Dar es Salaam, na hapa mimi niko na ndugu yangu mzee wa utopolo wa Young Africans. Tunayazungumzia yale ya kimichezo na burudani. Kubwa zaidi ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Baada ya likizo ya wiki mbili, ligi kuu Tanzania bara imerejea tena. Bwana Uto, kwema? Bwana kwema kabisa, nikiwa kama rais wa keke wote Tanzania. Kwanza umenifurahisha uliposema ligi kuu Tanzania bara imerejea, na sasa kama mwendelezo tu, ila katika mwendelezo huu tumeona bingwa uwanja anaondoka na clean sheet ambaye msindikizaji kwenye ligi kuu Tanzania bara. Clean sheet zinavunjika kule kaka. Mtaji nani tena? Mmeshinda magoli mawili, wao wameshinda magoli mawili. Sasa nani yuko bora? 2-2-1. Nani yuko bora hapo? Ndio maana bingwa uwanja afungwe, ambaye sio bingwa uwanja lazima aondoke bila clean sheet. Tunaona clean sheet ilivyovunjwa jana pale. Tena goli la Winome la yule mchezaji anaitwa Mimaji. Wangali pomwaga Mimaji. Jana kuna mtu tena katambaa tena kwa mara nyingine pale. Yule beki wao yule anaitwa Drake sijui Drake sijui Drake. Unakumbuka kuna picha moja amecheza Anaconda anaitwa nani Drake. Kwa hiyo hata yule mwenyewe Drake yule jana tumeona katambaa tena. Sasa tunasema afadhali ligi kuu ilivyorejea, afu tutapigana mahesabu baada ya ligi kuu Tanzania bara kuisha. Tutaona nani kabeba kombe, nani kabeba ujauzito. Bwana kuna mtu anakwenda kubeba ujauzito muda mrefu kaka. Ligi kuu ilikuwa imesimama, sasa imesharejea. Sasa tutaona baada ya ligi kuu hii kuisha sasa 2025-26 nani atabeba kombe, nani atabeba ujauzito. Muda si mrefu mtu anaenda kubeba ujauzito kaka. Zimesalia mechi takriban michezo minne. Young Africans wana Fountain Gate, Azam FC, alafu pia JKT Tanzania. Ukirudi kwa mnyama Simba naye pia amesalia na michezo minne. Nani kupoteza alama ili Simba awe bingwa? Young Africans anabidi afungwe mechi moja. Nimekwambia katika michezo minne sasa na pointi 12. Hapa tunahakikisha kila timu tunaokuendana nayo inaacha shati inaacha ndala. Katika mijibaba ambao miwili uko naitegemea, yani Namungo na Mashujaa wote walipewa pesa kwenye Mpesa wametapika zote. Alafu nimecheza na Namungo toto lake kwa sababu ukimwangalia Mgunda na Totamudi, shamba la Bwana Mbuza bwana ile umempa milioni 25 kazitapika. Tumekwenda kwa Mashujaa Julio akiwa na kikosi cha Mashujaa pale. Kalipewa milioni 25 na mwenyewe kazitapika pale. Kwa hiyo tunahakikisha katika michezo minne hawa wote wanakwenda kuacha ndala. Kama huyu Azam mfunga madishi kama wanamtegemea aje tusimamishe sisi wa Kurungwa. Baba sisi tuna kikosi kilichokuwa bora kaka. Tupo na Kurungwa kweli kweli. Unajua ili uweze kubeba kombe lazima uwe na wachezaji au wa Kurungwa. Sio wewe unategemea wale wachakarikaji wale kina Mpanzu wale. Mwisho Mpanzu mchakarikaji tu. Sio rahisi. Sio rahisi kutoka wapi? Baba kubeba ubingwa bila kukutana na Libase. Katika lile goli la jana la offside lile. Twende tukalichambue goli la yule mchezaji Mimaji yule wanani wa Pamba Jiji. Alafu twende tukaangalia kile kigoli cha Ibasa bala offside ile kaka. Mimi ningekuwa kama ndo referee wa mchezo ule wa jana, kaka ile ngoma mimi ningesema no goli kaka, ile offside kaka. Hebu ngole goli la nini la Pamba Jiji. Kwanza yule mchezaji Mimaji yule wa Pamba Jiji asipopewa goli la Winome la usumbufu, maana ile goli inaitwa usumbufu. Sasa asipopewa kombe la kuwa amewasumbua watoto wa muda sasa wale mabeki. Kiukweli TFF pamoja na wagatuzo wote watakuwa wamewanyima vitu fulani hivi wale nani Pamba Jiji. Kiukweli Pamba Jiji jana alikuwa bora. Mtoto Mudi kapelekewa pila Winome ulimi umemtoka mpaka na buluza chini pale. Angalia mtu alivyo. Kibabage chali, huyu Hussein Drake chali, golikipa shati lao pazia lao chali. Mtu anaingia golini kule. Baba goli la usumbufu lile kaka. Goli Winome, goli la Yanga Sule lile kaka. Bwana kumbe Simba Sports Club bila Clatous Chota Chama ni sawa sana, hakuna kitu bwana. Kwanza huyo Chama mwenyewe na ngoma ilikuwa inataka kuwapalia bila Chama. Na ndio maana nimekuambia mechi ya jana Maiti alikuwa anamngangania mwashaji hali mbaya, na hapo pamoja na kuingia mchezaji mwenye mapiopio bado wametoa pesa kwenye Mpesa, ndio maana wakapata kile kigoli. Lakini jana bila hivyo, bila kutuma pesa kwenye Mpesa kwa Pamba Jiji, kaka jana naambia ile ngoma ile bui ile kaka. Kwanza jana kwenye mchezo wa jana na hoji nikiwa kama rais wa keke wote Tanzania, kule Pamba kuna mchezaji jana kazuiliwa ambao watoto wa muda wanadai wanasema mchezaji wao. Sasa mimi najiuliza wamemsajili dirisha gani wakati dirisha kubwa lishafungwa, dirisha dogo limeshafungwa. Sasa kama kwao mbona kwenye mechi zingine tunamwona anacheza, lakini jana wamemzuia asicheze. Na hiyo yote wameangalia yule mchezaji yuko bora. Wameona kiingia tu anaenda kufa pale. Na ndio maana kaamua kumzuia. Sheria iliyotungwa mwaka 1958 bara 38 kifungo nyingine inasema mchezaji unakwenda kumzuia kama ni mali yako shamtambulisha. Wamemtambulisha kwa nani? Wamemsajili dirisha hili. Dirisha hili kwa nini kuna dirisha la kwa waza sasa hivi? Kwa tuambia Tata Modi wache cha kubanga. Jana ile mechi ilikuwa inawapalia. Ulimi umemtoka jana ulimi ndala pale. Angalia baada ya kupangusa lile goli yule nani mchezaji wa Pamba Jiji. Chama
mama kula alisimama kaona mama yangu maiti na mngangania mwoshaji ngoma hii tunakwenda moya moya. Baba chupu wasone dera pale. Mwisho wa siku tunasema kila mmoja shinde mechi zake. Lakini Toto la Mudi pamoja na kushinda yupo kama mashine ya kusaga. Akishinda yuko pale pale, akidufuru yuko pale pale, akishinda goli nyingi yuko pale pale. Na hata kiongoza ligi kwa kikapa rejeo. Hawaka tunamhesabia masaa kadhaa naomba bwana uongoza ligi kwa njia status ngoja tuje tukukurupushe. Tunakwenda kwa pale tunamkurupusha. Nimekwambia ubingwa tunao na tunatamba nao. Mtoto wa Mudi aende wapi bwana, pila lake chupili lile kaka pila. Kinachofuata kwa Young Africans ni dhidi ya Fountain Gate. Na najua Fountain Gate lazima apewe kibahasha kwa sababu hao wengine wote na Mungu pamoja na Mashujaa wote walipewa vibahasha msasiku wamekufa kule. Sasa huyu nani Fountain Gate mwenyewe akipe maraba ujambo mwanangu. Sasa tunahakikisha huyu nani Fountain Gate. Kwa sababu mimi nahitaji michezo hii ili niweze kutangaza ubingwa. Yaani Fountain Gate naanza mfunga madishi. Sasa Fountain Gate ni tarehe 18 yani Alhamisi. Huyu naye mwenyewe najua atapewa kibahasha. Sasa tunahakikisha hicho kibahasha anakwenda kukitapisha. Na yeye mwenyewe wale wake ongea maneno yake kama Julio. Unakumbuka Julio kuna maneno moja aliyaongea tena aliyatapika. Anakwambia hakumbuki lini Yanga kufungwa ndani Mashujaa kufungwa na Yanga na kati Mashujaa kwenye mechi ya KMC tulimkanda pale. Au yeye mwenyewe Julio akiwa na Coast Union tulimkandaga. Bwana nikiwa kama rais wa keke wote Tanzania tunahakikisha siku ya Alhamisi huyo nani tunaenda kumtapisha bungo. Nani huyo Fountain Gate? Na wale wake achukue pesa kwenye mpesa kwa watoto wa Modi. Hata rafiki zangu wala kina Ale Lilimo Benedict Tolota Asante Mayala Mayunga Mayula Ona Rizoli kina Nashi. Wala naambia rais wa keke Tanzania lazima uende kuangalie pira Suguyo pale kinani pale mkoani nani Arusha. Tunamkaanga yule kipindi wakati nakwenda kule kwa wafunga madishi kwenye nusu finali ya FA. Huku tayari na hakikisha nahitaji pointi 3 za Azam tarehe 24 niweze kutangaza ubingwa. Baba michezo minne tu. Kila timu inaacha shati inaacha ndala kaka. Acheni ligi kuu iendelee. Tunacheza siku ya Jumatano na si mwingine ni mnyama Simba majira ya saa 8 mchana. Usitake kunichekesha. Duniani kote yani timu kubwa wala washashuka viwango. Yani sasa hivi wamekuwa kama watoto chekechea. Yani sasa hivi wale unaweza kusema timu ya Kitayosa maana timu za kina Kitayosa ndio zinacheza saa 8. Yani Toto la Mudi kweli sasa hivi limeshatoka kuwa limetoka kwenye ukubwa sasa hivi limekuwa toto dogo kama Kitayosa tu. Wewe saa 8 ikifika saa 10 tayari hata kuku mwenyewe anarudi bandani saa 12 lakini Toto la Mudi saa 10 tu anarudi bandani kaka. Toto la Mudi kashaishiwa kaka. Baba hiyo mechi ya Mbeya City hiyo saa 8 na hakikisha kabisa kwa sababu wale Mbeya City sasa tuwaga anafanya mazoezi kwenye majabali mawe na wanafanya kwenye jua kali. Hiyo mechi Mtoto wa Mudi atoboi. Na kipigika kule sisi tunacheza Jumatano. Siku Alhamisi vidume vinaje. Yana kipigika na Mbeya City. Mimi naenda kutangaza ubingwa Alhamisi kaka. Yani kamata hiyo hapo. Yana kipigika tu. Yana kibufurua na wale Mbeya City pale. Hiyo saa 8 mchana. Wakati nakwenda kucheza saa 10 pale Arusha. Mimi navaa jezi yangu kabisa ya Yanga bingwa kwa tena mimi nitavaa ya Kiingereza na iliyoandikwa Young Champion. Kaka. Mimi nimekwambia ubingwa mimi na bado natamba nao. Watoto wa Mudi watashindana lakini hawatoweza kaka. Acheni ligi kuu iendelee kaka. Tunaondoka na clean sheet. Ila jana aliomba benchi la ufundi la Dar es Salaam Young Africans jamani kupitia kocha mkuu Morel jamani. Nani yule Depu yule jamani alivyoingia juzi dakika za buriani zile dakika ambazo zimruhusu hata kuku kumeza punje angalau alivyoingia mpira ulikuwa umechangamka kama ugali na nyama choma kaka. Mimi ningeomba Depu abakie yani bado tunaye kwanza huyu Depu alivyoingia juzi. Mnaomba Depu? Mimi naomba baki. Mimi naomba hata kwenye mchezo wa siku tarehe 18 pale Arusha mimi naomba Depu aanze. Hebu angalau alivyoingia juzi pale dakika 88 ile angalau ule mpira ulikuwa umechangamka kama ugali na nyama choma kaka. Naomba Depu jamani mechi ya Fountain Gate aanze. Duba azie benchi. Angalia juzi pale alivyopiga mpaka umemwagika pale kaka. Kaka. Tukaenda kumkumbusha yule nani Julio alosema kumbuki kufungwa na Yanga ilikuwa lini. Mwisho siku tukaona huyu wifi mezima, huyu nati kitwani zimelegea. Ngoja tukazikaza pale. Akasema timu Yanga kawaida. Angalia tulichokwenda kumfanya Yanga ni ya kawaida sana. Akasema Yanga ya kawaida sana baba we. Mtu akupiga simu akamwambia baba we. Ulisema kwanza akaenda mbali sana akamwambia Yanga timu ya kawaida ya mchezaji mjanja. Mudathiri haya alivyofunga tu pale mwamba pale akampigia simu Julio unaona mimi ndo mjanja mwenyewe sasa. Hajakaa sawa alipoingia bapu tu. Tukamtafuta Mashujaa mkopesha vyombo misiri ya kumsaka kunguni kwenye sofa. Tuliona msumbufu kunguni kwenye sofa. Tukalipua sofa zima. Baba mamu yetu akawaomba tu matabini kamuuna Julio rafiki zake kwambia wanaume wameshindikanika. Tukamwambia pelekee taarifa nao mashoga wenzio kwamba tunakuja. Hiki chumba cha operation orders tunamtibu mmoja. Pangeni mstari hapo. Baba sisi tupo kama madaktari. Ukituongelea vibaya si madaktari sisi. Tunakufanyia check up, tunakuona tatizo lipo kwenye goti, tunafumua kichwa kukomoa tu baba. Yanga ni hatari kaka. Sasa sisi shida mkiona
Yani kwa sababu unajua ndugu yangu, hata wewe mwenyewe nikwambie ndugu yangu, ukienda siku zote hospitalini usianze kumwongelea mabaya nani daktari. Daktari lenyewe halina lolote, daktari lolote halina udaktari wowote. Sasa daktari kwa sababu ushamsema vibaya, sasa yeye akija na kufanyia check up, sasa ameona shida ipo kwenye goti, baada ya kufumua goti na kufumua kichwa kukukomoa tu, umemwongelea vibaya, unasema hana lolote. Sasa baada ya kufumua goti na kufumua kichwa ndio tulichomfanyia Julio, na yule za ndani alipewa milioni 25 na watoto wa Mudi ili atusimamishe mtoto kazi tapika pale kaka. Julio nani? Anaitwa Julio Kiwelu, alafu ni muhehe yule. Maana ya Kiwelu unajua maana yake? Maana ya Kiwelu kweupe. Sasa yule si mweupe tu yule kaka. Yani kwa Kiruga, yani Kuwelu, yani kweupe. Sasa yule mwambieni aenda kacheza na kochezaga. Sasa katika michezo mingapi? Minne. Hawa wote tunahakikisha unaacha. Tena yule mfunga madisha na bahati mbaya na mbufua tarehe ngapi? Tarehe 21 kwenye FA. Tarehe 24 tunaenda Zanzibar na mpusha maji. Nayo naenda na mburuza. Alafu mechi mimi mwenyeje. Sasa nachagua sehemu ya kwenda kumbufuria. Chumbani, sebleni, kwenye kodo ama kwenye kivalanza. Hata yeye mwenyewe kaka. Yeye nimekwambia, sio namtegemea hasa mfunga madishi na yule Chabwede yule. Chabwede anamtambia mtoto wa Mudi, sio kwa mimi na wakurungwa na nina wachezaji. Mtoto wa Mudi yule anamsumbua Azam na yule Chabwede. Yule anaacha katikaji mtoto wa Mudi. Wewe angalia Chama sasa hivi walikuwa wanamlinganisha kwenye mwezi wa 5, wanasema eti wanataka nani mchezaji bora ndani ya mwezi wa 5 pewe nani. Nikamwambia TFF mnazunguka nini? Mpani mwenye magoli ya Winome nani? Alan Okero, Eke Strabo, Eke Haaland. Bali unaona kapewa mchezaji bora mwezi wa 5. Kwa huwezi kufananisha Kande na Pumba. Unaona Chama yule wewe mtu mwenyewe anatembea kama bata mzinga na mapiopio mwili mzima, sasa hivi akitembea kama ngongoti namna hii. Niwaambieni ligi kuu imeshaanza, tukutane. Yani kila mechi sasa hivi baba sinacheza saa 8 kule. Hiyo mechi namtabia na kufaizi 3. Kaka saa 8. Watoto wa Mudi wameshuka viwango kaka. Ila sisi Yanga acha tuendelee. Nigetiendelee nevetigenda tuiendelee. Nigetiendelee. Ubingwa huo kaka. Muda si mrefu tutanikuta nimevaa Yanga bingwa ama kwa Kiingereza the champion. Muda mrefu tunanyanyua kwapa.